Takribani watu 46 wamefariki dunia nchini Nigeria baada ya boti iliyokuwa imebeba zaidi ya watu 70 kuzama katika eneo la Gorau, wilaya ya Goronyo, jimbo la Sokoto, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, katika ajali ambayo imeibua simanzi kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Taarifa za awali zilisema idadi kubwa ya waliokwenda na boti hiyo walikuwa ni watoto, huku juhudi za uokoaji na utafutaji wa watu waliopotea zikiendelea. Msemaji wa polisi katika jimbo la Sokoto, Ahmed Rufai, amesema miili 46 ilikuwa imepatikana karibu na Gorau baada ya boti hiyo kupinduka wakati ikisafirisha watu kupitia njia ya maji. Kwa mujibu wa taarifa hizo za awali, watu 16 waliokolewa wakiwa hai, huku wengine 15 wakiwa bado hawajulikani walipo wakati shughuli za utafutaji zikiendelea. Hata hivyo, taarifa zilizotolewa baadaye na maafisa wa usafiri wa majini zinaonyesha kuwa idadi ya vifo inaweza kuwa imeongezeka, huku mamlaka moja ikiripoti vifo 47 na mashuhuda wakitoa taarifa za makadirio ya juu. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la Gorou jana Alhamisi, Agosti 20, ambalo ni sehemu ya wilaya ya serikali ya mtaa wa Goronyo, wakati wakazi wakitumia usafiri wa majini kuelekea mashambani. Eneo hilo lina shughuli kubwa za kilimo, hususan kilimo cha mpunga, na wakati wa msimu wa mvua njia za maji huwa muhimu kwa wakulima na vibarua kufika katika mashamba yaliyoko maeneo ambayo ni magumu kufikika kwa barabara. Mashuhuda walisema baadhi ya watu walikuwa ndani ya boti hiyo walikuwa wakimiliki mashamba pamoja na vibarua waliokuwa wakielekea kufanya kazi ya kuvuna mpunga. Taarifa zinaeleza kwa watoto wengi walikuwa miongoni mwa abiria, huku baadhi ya ripoti zikisema takriban watoto 40 walikuwa miongoni mwa waliopoteza maisha. Umri wa baadhi ya waathirika uliaminika kuwa kati ya miaka 10 na 15, jambo ambalo linaongeza ukubwa wa majonzi katika jamii hiyo. Tukio hilo pia limeibua tena wasiwasi kuhusu usalama wa usafiri wa majini nchini Nigeria, ambako ajali za boti zimekuwa zikitokea mara kwa mara, hasa katika maeneo ya vijijini ambako wananchi hutegemea boti kufika mashambani au kusafirisha bidhaa. Sababu ambazo zinatajwa mara kwa mara katika ajali hizo ni pamoja na boti kubeba abiria wengi kupita uwezo wake, kutokuwepo kwa vifaa vya kutosha vya usalama, matengenezo duni ya vyombo vya majini na utekelezaji dhaifu wa kanuni za usalama. Ajali hiyo inatokea wakati wa msimu wa mvua nchini Nigeria, kipindi ambacho viwango vya maji katika mito na njia nyingine za maji huongezeka na kufanya usafiri wa majini kuwa muhimu zaidi kwa baadhi ya jamii. Wakati huo, ongezeko la maji na mikondo yenye nguvu linaweza kuongeza hatari ya boti ndogo, hasa pale zinapotumika kusafirisha idadi kubwa ya watu bila vifaa vya kutosha vya uokoaji. Mamlaka bado zinaendelea na shughuli za utafutaji na uokoaji ili kuwabaini watu ambao hawajapatikana, huku juhudi za kutambua miili na kuwafikisha kwa familia zikiendelea. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.